Kasiani unayemsema huyu, Kasiani mnajua ni mgonjwa. Kasiani ni mgonjwa. Kwanza ile ajali aliyoipata kwa ni laana, sababu alikuwa na mke wa mtu. Alikuwa kwenye mambo ya ushirikina kule. Na Kasiani sio mokovu. Kasiani ni msabato. Sio Mpentekoste. Sasa msabato na Pentekoste wapi na wapi? Kuna msabato anayetoa pepo, kuna msabato anayenena kwa lugha. Sasa Kasiani ni msabato. Pato Kasiani amefumaniwa kwenye studio pale Sinza, akifanya mapenzi na waimbaji na studio wa nyimbo za Injili. Wa nyimbo za Injili. Hii studio yake aligeuza kuwa nini? Kuwa ghetto la kufanyia uzinzi. Pato Kasiani hivi, yuko wapi mke wake? Mke wake alimvumilia kwenye matatizo, kwenye ugonjwa, akamuuguza na akapona. Baada kupona akamkimbiza mke wake. Alafu anasimama anahubiri habari ya maisha ya wokovu. Tunaomba mke wake amuonyeshe. Sasa Mchungaji Mashimo, nimepokea taarifa mbaya ambayo hii taarifa imeniumiza, ya kwamba Mchungaji Mashimo amekabiliwa na kesi. Kumbe kulikuwa na kesi inaendelea, na hii kesi imefika hatua hukumu ikatolewa, na hukumu ilipotolewa ni hukumu ya kuwekwa gerezani miaka 2 na faini ya milioni 5 kwa makosa ambayo huyu Mchungaji Mashimo yaliyomkabili. Sasa kwa sababu nimekuwa busy hapa katikati na mitandao ya kijamii, lakini wapendwa wakanitafuta inbox, watu katika ulimwengu ambao wananifuatilia wakanipatia taarifa zake ya kwamba yule mpendwa ambaye alikuwa adui yako Tanzania, Mchungaji Mashimo, amefungwa, amewekwa ndani miaka 2 na faini ya milioni 5 kwa makosa ya uvamizi mahala fulani kwenye ardhi na kufanya fujo. Kwa hiyo hizi taarifa sikuweza kuamini mpaka nilipoingia kwenye peji za watu ambao na waamini wakirusha peji taarifa zinakuwa ni za kweli. Lakini pia nikazungumza na baadhi ya watu wake wa karibu, marafiki zangu pia, na wao wakaniambia ni kweli Mchungaji Mashimo amefungwa na amewekwa ndani. Kwa kitendo hiki kwangu sikukipokea kama furaha. Kitendo hiki kwangu nimekipokea kama huzuni, kwa maana mimi sina chuki na huyu Mashimo. Na wengi wakasema, wakashangilia, na wengi walijua mimi nitafurahia. Mimi sijafurahia Mashimo kuwekwa ndani. Watu wanasema mimi nimefurahia. Mimi sijafurahia. Mashimo sio adui yangu. Mashimo sio adui yangu. Kufurahia mapito anayopitia, kufurahia kuwekwa ndani, kufurahia kupelekwa polisi, kufurahia amepitia changamoto nyingi kutokana na maisha yake, lifestyle ya maisha yake Mchungaji Mashimo. Kwa hiyo pamoja na yote ambayo mimi nilikuwa nayajua anayapitia, ambayo Mungu alikuwa anaruhusu ayapitie, kutokana tuna lifestyle yake ambayo pia nilikuwa naendelea kumuonya sana, kwa sababu yale yote alikuwa anayapitia Mchungaji Mashimo, nilikuwa sisiti kumwandikia message kwenye inbox. Tunawasiliana naye, lakini ni adui. Yeye ananiona kama adui. Kwa namwambia kwamba acha hiki Mashimo, usifanye hiki. Kwa Mchungaji Mashimo kuna kitu unajifunza ambacho ni kizuri. Kwa hiyo niliona hivyo, nikasema huyu mtu, nilikuwa namwambia ukikaa vizuri na Mungu, Mungu anaweza kukutumia pakubwa sana Mashimo. Nafasi ulionayo, muonekano ulionao, akili ulionazo, uthubutu ulionao, unaweza kufika mbali. Lakini usikubali kuwa chawa wa manabii na mitume. Sijapokea hii taarifa ya kuwekwa ndani Mchungaji Mashimo kwa kufurahia. Nimeipokea kwa huzuni. Na Bwana Yesu
Yesu asifiwe sana. Bwana na binti za Mungu, kwanza nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo uko unaponitazama katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mimi ni mtume wako mwinjilisti Pascal Kasiani. Mwenyezi Mungu ametupatia neema tena ya kutukutanisha tuweze kumega mkate uzima, tuweze kusaidiana ama kukumbushana katika safari ambayo tumeanza miaka mingi. Wazee wetu wamekuwa na safari hii, lakini wamelala mauti wakiwa wanatumaini moja tu, kwamba Yesu atarudi na atawafufua. Na hata wewe pia usivunjike moyo tunapoendelea na hii safari. Kwa hiyo ndio maana Mungu ameendelea kutuadjust, kutupatia muda mzuri wa kuweza kujifunza, ili kuweza kupata nguvu, kupata uelewa, ili kusudi tujongee kwenye safari hii ya kuelekea mbinguni. Wengi tuliokuwa tumeanza nao wamepungua, lakini kwa sababu ya dhoruba ambazo ziko katika barabara, katika ulimwengu huu, vyote hivyo vimesababisha watu wengi waweze kurudi nyuma. Isiwe wewe rafiki yangu, pamoja na kwamba dhoruba ni kali, mawimbi ni makali, usikubali. Shikilia hapo hapo, mfalme atakukuta na atakutia nguvu. Basi katika siku ya leo Mungu ametupatia neema tuweze kumega mkate, mimi na wewe. Furika macho yako basi tupate kuomba, ili tupate kumega mkate wa uzima. Mfalme wa wafalme, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mimi na mtazamaji wangu tunapoenda kumega mkate uzima, naomba utupe neema, ukatufundishe wewe. Baba, nitumie kama chombo chako kipazacho sauti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia, katika siku ya leo Mungu amenipatia neema na uzima, ili niweze kusema na wewe katika nyakati zilizo nazo. Nyakati zilizo nazo tutajaribiwa kwa namna mbalimbali. Zipo changamoto nyingi ambazo zinatokea, zipo dhoruba nyingi zinatokea kwenye maisha yetu. Zote hizo zinatuwinda kuhakikisha kwamba zinaturudisha nyuma, zinatuondoa katika lile kusudi. Wapo watu ambao wamenyakuliwa katika changamoto, wapo watu ambao wamenyakuliwa kutoka kwenye njia ya kuelekea mbinguni, wameenda mbali zaidi kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya vitu mbalimbali vimekabili kwenye maisha yao. Lakini nataka nikwambie, mfalme wa wafalme alisema, wakati tutakaribia nyumbani, ndipo vita ya mwovu shetani itapamba moto kwetu. Kwa utabiri huu unaonyesha kwamba umetimilika, kwamba watu wengi wamepitia changamoto na dhoruba, ndio maana wengi wamepitia changamoto hizi wamerudi nyuma. Kwa lakini tahadhari ambayo imetahadharishwa na Kristo, usisahau ya kwamba tunahitaji kumtazama yeye, maana katika kumtazama yeye hakuna kushindwa, maana katika kumtazama yeye hakuna ushindi. Maana tunapomtazama na kumuinulia vichwa vyetu, basi yeye ndiye aliyemwamba, alianzisha safari, alipigana vita na imani ya kwamba tukimtazama yeye aliyeshinda vita ya ulimwengu, nasi tutashinda vile vile. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Kwa hiyo sikiliza, kwamba majaribu tulionayo yanatuimarisha. Tunachukiwa ndugu, jamaa na marafiki, tunachukiwa na watu ambao hatukufikiria kama watatuchukia. Ni watu tu ambao wanaibuka, hawatufahamu muda mwingine ya kwamba tuna nia njema katika huduma hii, tuna nia njema katika kutumikia Mungu, lakini automatically mtu analeta jealous ya kutuchukia. Kwa sababu gani? Biblia inasema na kutabiri, mtachukiwa kwa ajili ya jina langu, mtatukanwa kwa ajili ya jina langu. Na hata sasa watu wengi wanatuchukia tu, ni kwa sababu tunaendelea kuihubiri habari njema ya ufalme. Tumechukiwa na mataifa, tumechukiwa na marafiki, tumetengwa na wachungaji, tumetengwa na makanisa, tumetengwa na watu mbalimbali. Ni kwa sababu ya kuisema kweli ya Bwana, ni kwa sababu ya kuizungumza injili ya kweli ya Bwana. Lakini yote hayo yasituvunje moyo. Tunapaswa kuendelea kuipaza sauti mpaka saa itakapofika ya kunyakuliwa kwetu kwenda kuona uzima wa milele. Kwa masjila kama haya tulionayo, basi tunatamani tuweze kwenda kujifunza neno moja ambalo litageuza na kubadilisha maisha yetu katika siku ya leo. Na kwa sababu niko hapa, basi zamani sasa tuende moja kwa moja katika somo letu la siku ya leo. Nimetamani sana kuzungumza na wewe neno moja hili ambalo litakujenga na litakusaidia. Tamani kutie moyo, tamani kutie moyo. Katika Wagalatia 6 mstari wa 9,
Wagalatia 6 mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema hatupaswi kuchoka katika kutenda mema, tutapata mavuno yetu kwa wakati sahihi. Zipokata tamaa. Nirudia tena katika Galatia 6 mstari wa 9, Biblia inasema hatupaswi kuchoka kutenda mema, tutapata mavuno yetu wakati sahihi. Zipokata tamaa. Neno la Mungu linatusia na kutuambia sisi ambao tunamjua Kristo, sisi ambao tunaijua kweli, lakini pia Mungu ametupa nafasi ya kupata 200, 300, ya kupata percent ya kula, kuwavisha watoto na kutengeneza familia ikae katika hali nzuri. Biblia inaeleza kwamba tusisahau kutenda mema kwa watu wengine, tusisahau kuwasaidia wengine, maana kuwasaidia wengine ni katika tabu zao, ni katika mapito yao. Neno la Mungu linasema tunapokuwa tunaishi katika dunia hii, tunapaswa kuwa mfano wa kuigwa katika dunia hii. Tunapaswa kuwa na jamii yetu tunaisaidia, bila kujali ya kwamba imani zao zikoje, bila kujali ya kwamba wao wanatuchukuliaje, bila kujali ya kwamba huyu ni adui yako, bila kujali ya kwamba huyu anakusema vibaya, bila kujali huyu ni sio mtu mwema kwako. Neno la Mungu linasema tunapaswa kutenda mema kwa watu. Tunapaswa kufanya jambo la kipekee linalodhihirisha tabia ya Kristo, ya kuwatendea watu mema, wa kutendea watu mema na kuwatendea watu mazuri. Kutenda mema ni jambo la pekee, jambo la kimungu ambalo Bwana analitaka kwetu. Sikiliza mtu wa Mungu, katika dunia unapoishi lazima ujifunze kutenda mema. Na tena ngoja nikwambie, haijalishi ya kwamba unatenda mema na unalipwa mabaya, neno la Mungu linasema hatupaswi kuchoka kutenda mema. Maana yake ni nini? Kuna watu wamechoka kutenda mema kwa sababu waliwatendea mema. Wapo marafiki wakawasaliti, waliwatendea mema. Wapo ndugu wakawageukia. Wapo watu ambao wametenda mema kwenye maisha ya watu, na mwisho wa siku wema wao umewapeleka pabaya, wema wao umewatoa machozi, wema wao umewafanya walie vilio vikubwa, umewagharimu wema wao. Lakini neno la Bwana linasema pamoja na kwamba tumetenda mema kwa watu, tumetenda mema kwa watu wakatulipa mabaya, neno linasema tusichoke, tusivunjike moyo, tuendelee kutenda mema bila kujali tunalipwa mambo gani, bila kujali tunalipwa mabaya, bila kujali tunajeruhiwa, bila kujali tunatukanwa, bila kujali tunabezwa. Maana kuna watu wengine unawatendea mema, wanadhani kwamba unajidai, unadhani kwamba wewe unalinga na pesa zako. Ukifika sehemu unampatia mtu labda hela, kwamba chukua hii utakunywa maji, watu wanadhani kwamba huyo anajipendekeza mahara. Sikiliza, usijali kwamba wanakusemaje, endelea kutenda mema. Neno la Bwana linatuambia tusichoke kutenda mema, tutavuna kwa wakati sahihi. Wakati wa kutenda mema ni huu, lakini tunapotenda mema tusingoje kulipwa hapo hapo. Mungu anakataa sana mtu anapofanya jambo la kumtendea wema mtu halafu aende kutafuta namna ya kumlipa. Unapomtendea mtu wema usitake yeye akulipe wema. Unapomtendea mtu wema usifikirie yeye kukurudishia wema. Unapomtendea mtu wema usingoje kushukuriwa, usingoje kurejeshewa ule wema, bali wewe unatakiwa kutenda wema na kusubiri malipo kwa Mungu. Watu hawa duniani wote wana pumzi ya Mungu. Hakuna mtu yeyote duniani asiyekuwa na pumzi ya Mungu. Kwa hiyo wote watu ni wa Mungu. Sasa unapowatendea mema, maana yake unamtendea mema aliyeko mbinguni. Kwa hiyo wewe zile shukrani kama hazitarudi kwa wale watu, unapaswa wewe kusubiria shukrani ya mbinguni ambapo Bwana atakukumbuka. Na kawaida katika dunia hii vipo vitu ambavyo ni vya asili. Mungu ameviweka ya kwamba wema ni akiba na ubaya ni akiba, kwamba ina maana unapotenda wema katika dunia hii utakutana nao kabla hujalala mauti.
wema wako utakutana nao, na utakutana nao katika dunia hii, lakini pia utakutana nao katika uzima wa milele. Na hiyo ndio uzuri wa wema. Hivyo hivyo hata akiba ya ubaya. Unapotenda ubaya kwa watu, chukulia hivi ya kwamba kuna mabaya yatakutana na wewe kabla haujafa katika dunia hii. Malipo utayapokea hapa hapa. Ndivyo ilivyo asili ya Mungu kwenye dunia hii. Kwa hiyo ina maana unapotenda mabaya kwa watu, tarajia katika nyakati ambazo utakuwa ujui yale mabaya yatakujilia. Yatajilia, kama yasipokujilia wewe, yanaweza kujilia watoto wako. Yasipojilia watoto wako, yatajilia mke wako, mume wako, ama mama yako, kwa namna yoyote ile, ndugu zako. Mungu huleta majibu, huleta sawabu kwa majira usioyajua. Kwa hiyo ni vizuri basi, kama duniani tunalipwa, kama duniani tunatendewa mema hapa hapa, kama duniani tunavuna mema hapa hapa, basi ni vizuri kuwekeza katika mema, kuwatendea watu mema. Haijalishi ya kwamba wao wanatulipa mabaya, haijalishi ya kwamba wao wanatusema hivi. Wewe unachopaswa kufanya ni kujitengenezea baraka siku hadi siku, na kama hizo baraka hutazionja katika dunia hii, basi zitafika kwa kizazi chako. Kuna wazazi wametenda mema kwenye dunia hii, lakini baraka hizo hawakukutana nazo. Watoto wao wamestawi katika dunia hii ni kwa sababu mtu mmoja alisimama akatenda mema, alisimama akafanya kazi kubwa juu ya ulimwengu, juu ya watu. Alifanya mambo mema katika dunia, aliweka akiba juu ya kizazi chake. Wewe utalala mauti kama Mungu akajua kufanya hivyo, basi watoto wako, kizazi chako kitapita katikati baraka zile. Tunajua mtumishi wa Mungu yupo Yakobo, ambaye yeye Yakobo na Ibrahimu, wapo wakina Ibrahimu na akina Yakobo, hapo wakina iko, hao wote walitenda mema. Sasa yale mema, vizazi vyao viliweza kufaidika. Na hata sisi tupo katika kizazi cha Ibrahimu. Kizazi cha Ibrahimu leo, kutokana na mambo mazuri aliyoyatenda Ibrahimu, leo tunastawi. Leo tunarithi baraka kutoka kwa baba yetu Ibrahimu. Amelala mauti, hususan na kizazi chake cha karibu sana kimelala mauti, lakini sisi wajukuu na vilembwe tunaendelea kurithi baraka kutoka kwake kwa neema ya imani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo nataka nikwambie, wema hauozi, wema unadumu, unaishi. Mpendwa, nataka nikwambie, usichoke kutenda mema. Tenda mema kadri unavyoweza. Na katika dunia hii tumeendelea kutenda mema juu ya kuwatoa watu katika mashimo ya dhambi, juu ya kuwatoa watu katika vifungo vya dhambi, juu ya kuwatoa watu katika mifumo ya udanganyifu katika dunia hii. Sasa nisikilize, mtu wa Mungu, jambo ambalo liliopo ni hili. Pamoja na kwamba tunaihubiri kweli na kuisema kweli, katika kuisema kweli na kuitangaza, wapo watu ambao wametuchukia, lakini sisi hatutawachukia, bado tutawatendea mema. Ninaye rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji. Huyu ninachukua nafasi hii kuweza kutamka kwako, kuzungumza jambo hili limeniumiza na limenisikitisha sana. Rafiki yangu huyu ambaye ni mchungaji, yeye anajiita mchungaji wa taifa, ambaye ni mchungaji yuko katika nchi ya Tanzania. Nadhani wengi mmemuona katika mitandao ya kijamii. Yeye anaitwa Mchungaji Mashimo. Mchungaji Mashimo ambaye kwangu alikuwa kama adui. Yeye ananiona kama adui kutokana na injili ninayoihubiri, kutokana na mwenendo wa huduma yangu ninayoitoa katika ulimwengu. Toka wito ni upokee katika nchi ya Tanzania. Nakumbusha tu kwamba miongoni mwa watumishi ambao walioanza ujumbe wa kutamka, wa kuwataja watu ambao wamejificha katika vazi la utumishi. Kwa hiyo Mungu alinipa wito huu kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania. Nilionekana kana kwamba ni mtu ambaye nisiyefaa. Nilionekana ni mtu kwamba ni adui ya kila mtu. Nilionekana ni adui wa wachungaji na manabii. Na nilionekana nina wivu wa kila mtu, kwa sababu nilikuwa nazungumza tena kwa kuwataja majina. Na ninakumbuka siku moja rais wa waimbaji na yeye akainuka katika nchi ya Tanzania, akawa anasema, kwa nini umeibuka na injili
ya kuhubiri kwa kuwataja watu moja kwa moja. Usitaje majina, unapaswa kuhubiri kwa tafsida. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu hapa Tanzania hapakuwepo na injili namna hii, na ndio wito Mungu aliouachilia. Sasa ina maana katika kutekeleza ulikuwa ni mgeni. Ilionekana kana kwamba huyu mtu ni mpinga Kristo, huyu mtu ana wivu, huyu mtu anahitaji afungwe, awekwe ndani. Hastahili huyu mtu kuhubiri namna hii. Kuhubiri hawahubiri hivyo, hawawezi kutaja majina, unahubiri tu kwa mafumbo. Ndivyo watu wanavyosema. Unajua, nimeendelea hivyo, nikawa adui wa kila mtu, adui wa waimbaji, adui wa marafiki zangu. Nimepoteza marafiki wengi wachungaji, nimepoteza marafiki zangu waimbaji, hata wale ambao sio watumishi. Baada ya kuona hivi, nimetaja majina ya wachungaji wao waliowaamini na kuwategemea na kuzungumza mambo mengi juu yao. Walinichukia na kunitenga, lakini vyote hivyo kwa sababu ya Kristo. Mimi sina chuki na wao, mimi sina hila na wao. Mimi nimeendelea kuwaombea neema, mimi nimeendelea kuwaombea mafanikio, maana nia yangu mimi sio kumsema mtu katika ubaya, bali ni kufundishana kupitia mifano ya maisha yao, bali ni kuyasema yale yaliyo mapenzi ya Bwana, na wao wanaposikia basi uweze kuyafuata. Na ndivyo ujumbe hivyo Bwana alivyonipa. Lakini namshukuru Mungu, yupo mtumishi wa Mungu Mwakipesile, na yeye pia Mungu amempa zawadi hiyo, akawa amepokea ujumbe huu, na yeye amesimama na ujumbe huu na gharama sana. Sasa kwa sababu ya kuwatendea watu mema, ya kuwahubiri injili ya kweli, ya kuwaokoa, kuhubiri injili ya kuwaokoa ili waondoke katika makanisa ya uongo. Nizungumza habari za Mwamposa, nizungumza habari za Jodevi, nizungumza habari za kina Bushiri, nizungumza habari za kina nabii mkuu, nizungumza habari za kina Marisa, nizungumza habari za mitume na waimbaji mbali, kina Zumaridi. Nilizungumza sana katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo watu ilikuwa ni vigumu kunielewa, kila mmoja alikuwa ni adui kwangu. Sasa katika miongoni mwa wachungaji ambao wanajiita wachungaji wa taifa, akaibuka huyu ndugu ambaye ni mchungaji anaitwa Mashimo. Sasa Mashimo akawa adui mkubwa, kwa sababu yeye yuko karibu, akawa anatumiwa na hawa watu ambao watumishi niliowazungumza kina Jodevi. Sasa wanampa pesa ili kusudi apingane na mimi, azungumze vitu visivyokuwa sahihi, anichafue ili kusudi watu wasielewe hii huduma na wito huu watu wauchukie. Kwa hiyo alikuwa anapewa pesa, anapewa mamilioni ili kusudi aende kuita waandishi wa habari, ili kusudi waweze kufanya nini? Waandishi wa habari waweze kuchukua habari zangu atakazozizungumza yeye, ili kusudi waziposti kwenye mitandao yao, ili kunichafua na kuniharibia CV. Watu wasipokee ujumbe, kwa sababu ninazungumza habari za baba zake wa kiroho, mitume na manabii ambao wao yeye anawaamini na ameenda kupokea pesa kwake. Kwa hiyo ilifika hatua huyu mchungaji Mashimo akawa anachukua pesa hawa kwa mitume na manabii, wanampatia pesa za kuwakodisha waandishi wa habari. Na bahati mbaya waandishi wa habari wa Tanzania ni watu wanafiki kweli kweli. Tabia yao, ukiwa na jambo lako lolote lile bila kuzingatia misingi mizuri ya wanahabari, wao ukiwaambia unawapa pesa, basi wataitika, watakuja waandishi wa habari. Na wengi waandishi wa habari wa Tanzania wako na udhaifu huo. Kwa hiyo huyu mchungaji Mashimo akawa anakabidhiwa zile pesa ili kuhakikisha kwamba wananifunika, watu waone kwamba mimi nina machafu, watu waone kwamba kuna sifa mbaya, watu waone kwamba kuna hili na ile. Kwa hiyo mchungaji huyu alikuwa akikodisha waandishi wa habari, anaita ili kusema tu habari za Kasia ni mbaya, kusema habari za Kasia ni chafu, kusema habari za Kasia ni zenye kutunga. Anatunga habari, anatunga maneno, anaunganisha hivi, na ikafika hatua akawa anataka kwenda mpaka vijijini kwetu akatafute historia. Kwa hiyo mchungaji Mashimo akawa anaenda mpaka vijijini kwetu ambako nimezaliwa, nimekulia, ili ahakikishe kwamba anatafuta namna ya historia yangu. Kama katika mapito yangu ya ujana nimepita, nilijikwaa katika misingi ambayo haifai kuwa mtumishi, basi alikuwa anatafuta huyu mchungaji kwa njia yoyote, kwa gharama. Kwa hiyo walikuwa wanamwezesha wale manabii na mitume kuhakikisha kwamba wanampatia pesa za kutafuta habari zangu ambazo mahala nilishajikwaa nimeanguka. Mimi ni mwanadamu, katika kukua kwangu
katika mapito yangu nimejikwaa mara nyingi. Ndio, sijatenda wema tu kwenye maisha yangu, bali nimetenda mabaya pia katika maisha yangu ya kukua. Nimetenda mabaya sana kwa sababu mimi nilikuwa mkorofi sana. Kwa hiyo nimefanya vitu vingi vya kutisha katika historia yangu ya maisha. Mimi nilikuwa mkorofi, nilikuwa mtu mbaya, nilikuwa muhuni, kwa msela, kwa mtu mkorofi kweli kweli. Nilikuwa sio mtu wa kuongea mara mbili mbili. Mimi ni mpiganaji kweli kweli. Mimi nimepigana kweli kweli. Sio mtu nilikuwa mtu wa kutafuta ugomvi. Kwa hiyo nina mabaraa mengi katika historia yangu ukifuatilia. Katika kabla sijampa Yesu maisha yangu, watu ukiulizia historia yangu kwa familia yangu, watakwambia ya kwamba mimi nisikuwa moto wa kawaida. Nilikuwa moto wa kuotea mbali. Ni katika ukuaji wangu, katika upambanaji wangu, kabla sijafika umri huu na kumpa Yesu maisha yangu. Kwa hiyo huyu ndugu alikuwa anatafuta hizo history, aziunganishe, atengeneze kama details. Tena alikuwa anasema nitatafuta documentaries ya Bwana Cassian, nilete habari zake, story zake zote, niwaonyeshe machafu yake toka anapita. Kwa hiyo na hivi vyote alikuwa anavizungumza mtandaoni. Sasa bahati nzuri zaidi, hekima Bwana aliyonipa, sikuwahi kufungua kinywa changu, sikuwahi kusema kujibishana na yeye. Waandishi wa habari wanakuja, lakini nawaambia tusizungumze habari hizi, kwa sababu najua mtu akiwa anatafuta kitu fulani, anatafuta uongee. Ila sisi elimu ya Bwana, elimu ya kwenye ulimwengu huu tunayo. Tuna elimu ya usuperstar, elimu ya umaarufu tumekuwa nayo, maana tumepita sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana sikuweza kuchukua hatua ya kujibishana na mtu yeyote. Hata hivyo nina maadui wengi walionichukia hata sasa hivi. Wapo watu wanaotafuta habari zangu, wapo watu wanaotafuta kupambana na mimi, watu wanaotafuta vita na mimi, au kutafuta maneno yoyote yale, kuunganisha maneno, story, yani kutafuta vitu vya kuchafua huduma. Hii level niliyoifikia ni hekima ambayo Bwana amenipa. Bwana amenisaidia, nimesimama mpaka leo. Pamoja na vita niliyopitia, Bwana amenifikisha hapa. Haikuwa rahisi. Kwa hiyo Bwana Mashimo, huyu mchungaji, amefanya hayo mambo yote. Nikawa namwambia rafiki yangu, usifanye hivyo. Malipo yake sio mazuri, malipo yake ni mabaya. Bwana atakupiga, Bwana atakuweka pabaya. Kwa hiyo nikawa namwambia na kumsihi, bado nikamwambia, mimi nakupenda sana, nakupenda kweli kweli, na tena ninakuombea. Lakini wewe unanichukulia kama mimi adui, unanichukulia kama mimi na wachukia au wachungaji au mitume na manabii wako ambao wewe wamekupa pesa. Mimi hata hao nawapenda, maana vita yangu ni adui aliyeko ndani yao. Mimi sizungumzi juu ya labda Mwamposa namchukia, hapana. Labda Suguye namchukia, hapana. Labda Bushiri namchukia, hapana. Labda Zumaridi namchukia, hapana. Nachukia shetani aliyeko ndani yao, anayotumia waliokubali kumtumiwa na shetani. Kwa hiyo huo ndio ugomvi wangu mimi na wao. Ndani yao kuna ibilisi. Kwa kupitia wao tutamkemea ibilisi kwa njia ya kuwataja majina ambao wamekubali mwili yao kutumiwa na ibilisi. Kwa hiyo mimi sina vita na mtu yeyote. Sasa mchungaji Mashimo, nimepokea taarifa mbaya ambayo hii taarifa imeniumiza, ya kwamba mchungaji Mashimo amekabiliwa na kesi. Kumbe kulikuwa na kesi inaendelea, na hii kesi imefika hatua hukumu ikatolewa, na hukumu ilipotolewa ni hukumu ya kuwekwa gerezani miaka 2 na faini ya milioni 5 kwa makosa ambayo huyu mchungaji Mashimo yaliyomkabili. Sasa kwa sababu nimekuwa busy hapa katikati na mitandao ya kijamii, lakini wapendwa wakanitafuta inbox, watu katika ulimwengu ambao wananifuatilia wakanipatia taarifa zake ya kwamba yule mpendwa ambaye alikuwa adui yako Tanzania, mchungaji Mashimo, amefungwa, amewekwa ndani miaka 2 na faini ya milioni 5 kwa makosa ya uvamizi mahala fulani kwenye ardhi na kufanya fujo. Kwa hiyo hizi taarifa sikuweza kuamini mpaka nilipoingia
kwenye peji za watu ambao na waamini wakirusha peji taarifa zinakuwa ni za kweli. Lakini pia nikazungumza na baadhi ya watu wake wa karibu, marafiki zangu pia, na wao wakaniambia ni kweli mchungaji Mashimo amefungwa na amewekwa ndani. Kwa kitendo hiki kwangu sikukipokea kama furaha. Kitendo hiki kwangu nimekipokea kama huzuni, kwa maana mimi sina chuki na huyu Mashimo. Na wengi wakasema, wakashangilia, na wengi walijua mimi nitafurahia. Mimi sijafurahia Mashimo kuwekwa ndani. Watu wanasema mimi nimefurahia. Mimi sijafurahia. Mashimo sio adui yangu. Mashimo sio adui yangu. Kufurahia mapito anayopitia, kufurahia kuwekwa ndani, kufurahia kupelekwa polisi, kufurahia amepitia changamoto nyingi kutokana na maisha yake, lifestyle ya maisha yake mchungaji Mashimo. Kwa hiyo pamoja na yote ambayo mimi nilikuwa nayajua anayapitia, ambayo Mungu alikuwa anaruhusu ayapitie kutokana tuna lifestyle yake, ambayo pia nilikuwa naendelea kumuonya sana, kwa sababu yale yote alikuwa anayapitia mchungaji Mashimo, nilikuwa sisiti kumwandikia message kwenye inbox. Tunawasiliana naye, lakini ni adui. Yeye ananiona kama adui. Kwa namwambia kwamba acha hiki Mashimo, usifanye hiki. Na bado namwambia wewe ni ndugu yangu, nakupenda Mashimo, nakupenda. Nakupenda katika Bwana. Wewe ukisimama vizuri, wewe ni jasiri. Unajua mchungaji Mashimo ni mtu wa kuthubutu. Mchungaji Mashimo anathubutu, ambaye anaweza kadiamua jambo alifanye na likafanikiwa. Mtu kama huyu sio mtu mbaya. Akisimama vizuri na Mungu, jambo la Mungu linakwenda vizuri. Ikiwa akimaliza akimaanisha kabisa kwamba nimeamua kulifanya jambo hili la kimungu, mchungaji Mashimo ana uwezo huo. Ni mtu wa kuthubutu, lakini pia sio mtu wa kuona aibu. Ni mtu wa kujitoa mahala popote ili mradi jambo lake liende. Kwa hiyo nimejifunza kitu kikubwa sana kwa mchungaji Mashimo. Kwa ndo maana ndani yake kuna mengi mazuri ya vijana na wachungaji wanaweza kujifunza kwa Mashimo. Kwa sababu pia hata ile mentality ya umaarufu ambayo alionao ameupata, pamoja kwa kuitafuta kwake ametafuta umaarufu kwa njia hiyo. Uende alikuwa anatafuta umaarufu, lakini kuthubutu kwake kuna somo unajifunza kwa sisi watumishi wa Mungu katika kizazi hiki. Kwa mchungaji Mashimo kuna kitu unajifunza ambacho ni kizuri. Kwa hiyo niliona hivyo, nikasema huyu mtu, nilikuwa namwambia ukikaa vizuri na Mungu, Mungu anaweza kukutumia pakubwa sana Mashimo. Nafasi ulionayo, mwonekano ulionao, akili ulionazo, uthubutu ulionao, unaweza kufika mbali. Lakini usikubali kuwa chawa wa manabii na mitume, kupewa pesa, kupigana na watumishi wa Mungu. Ni vizuri ukachunguza. Hakuna mtu ambaye anayemsema mtu vibaya kama mimi. Mimi sisemeki mtu vibaya, ila mimi nafundisha kwa njia ya vielelezo kama vile tunavyowasoma watumishi wa Mungu wengine. Kwa hiyo mchungaji Mashimo nimemsii muda mrefu sasa. Sijapokea hii taarifa ya kuwekwa ndani mchungaji Mashimo kwa kufurahia. Nimeipokea kwa huzuni, kwa sababu Mashimo ana familia yake. Mashimo ana watoto. Mashimo ana watu wanaomtegemea. Kwa hiyo tukipokea kama kisasi cha kufurahia ya kwamba basi imekutokea, koma, usema na utajua mwenyewe. Kwa hiyo hii itakuwa kwangu sio mtumishi wa Mungu. Sijui maana ya utume. Kwa hiyo huyu mtumishi kwangu nimeumia sana. Mimi nimepokea kwa masikitiko kuwekwa ndani kwa sababu si za Kristo. Ni huzuni sana. Furaha ni kwamba uwekwe ndani ya gereza kwa sababu ya Yesu Kristo. Maana ndani ya gereza ni sehemu mbaya, sio sehemu nzuri. Kwa ukiona mtu amewekwa mle ndani ya gereza, usichekelee, maana sio maisha ambayo Mungu amemkusudia. Unajisikia huzuni ukiona mtu yeyote amewekwa humo ndani. Jisikie huzuni, ni sehemu ambapo huna uhuru wowote. Lakini furaha ni kubwa ukiwekwa ndani ya gereza kwa ajili ya Kristo peke yake. Ndipo utafurahia.
ndipo utamshukuru Mungu kwa sababu yote unayatenda kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo mchungaji Mashimo amefungwa. Niseme tu kwamba moyo wangu umesikitika sana. Ninamuombea Mungu ampiganie, Mungu afanye njia, pamoja na kwamba wamemfunga tayari, hukumu imeshatokea. Lakini nitoe tu ombi hili kwa viongozi wowote ambao mnaonisikia, wachungaji wowote mnaonisikia, kwa niaba ya Mashimo, nikiwa kama mtumishi wa Mungu mwinjilisti Pascal Cassian, nitoe tu ili ombi. Kama una uwezo wa kufanya chochote kile kumsaidia huyu mtumishi wa Mungu mchungaji Mashimo, kwa sababu kuna dhamana. Ikiwa una nafasi nzuri ya kuweza kufika kwenye ile kesi, kuiamua jambo lolote, au kwa dhamana yoyote ikafanyika, basi nikusihi tusimuache akawa gerezani. Huyu bado ni kondoo au mtumishi ambaye anaweza akajifunza na akaamua kumtumikia Kristo katika kweli, na ni mtumishi ambaye akikaa vizuri Mashimo anaweza akakaa vizuri. Ile issue ya kwenda kujipendekeza kwa watu na manabii, basi kupitia hili linaweza likawa fundisho kwake ya kwamba anatakiwa kurejea, atumie nafasi aliyopewa na Mungu, basi amtangaze Kristo, sio kuwanyenyekea binadamu, sio kuwapigia magoti wanadamu, sio kuwapigia magoti manabii na mitume. Kwa hiyo ina maana kupitia hili jambo Mungu ameliruhusu litokee kwenye maisha yake, basi sisi kama watumishi wa Mungu tulio na upendo, tunaowatendea watu mema, tusiowalipa watu mabaya kwa mabaya, tunatakiwa kuwaombea na kuwasaidia. Kwa mimi kwangu, ninaomba sana wewe unayenitazama hapo, kama unaweza kuomba, msaada wako ni kumwombea, muombee mchungaji Mashimo. Mungu afanye njia, pamoja na kwamba yuko gerezani, Mungu afanye njia, ile kesi ifanyiwe njia yoyote. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukamwombea mchungaji Mashimo kama ninavyomuombea mimi na marafiki zangu wanaonizunguka. Nimejaribu kuongea na marafiki zangu wanaonizunguka habari ya Mashimo, na wao nikawashirikisha, nikawaambia, wapendwa, tumuombee huyu mpendwa. Mahala alipo sio mahala pazuri, pamoja na kwamba aliyokuwa anayatenda huku uraiani ya kiroho ni kutufanya tuwe na wakati mgumu tunaomtumikia Kristo. Bado sisi tusigeuze kuwa kisasi cha kufurahia. Tumuombee. Kwa hiyo tunamuombea. Watu wengi walio nyuma yangu wanamuombea sana. Marafiki zangu, wachungaji zangu, wenzangu wanamuombea sana Mashimo. Kwa hiyo niombe hivyo, tumuombee mchungaji Mashimo. Amewekwa ndani miaka miwili na faini ya milioni 5. Waimbaji wa nyimbo za Injili. Amejitahidi pia huyu mchungaji Mashimo kujitoa kwenye matamasha ya waimbaji wanaofanya matukio. Huyu mtu bado ana umuhimu. Mchungaji Mashimo bado amejitoa kwenye matamasha, pamoja na kwamba kana kwamba anaonekana kana kwamba ni mtu ambaye hayuko vizuri katika mfumo fulani. Ni mtu hatari, mtu ambaye ni wa kuwa naye makini sana katika mambo yake. Maana mambo yake mara yuko kwenye mambo ya kidunia, mara yuko kwenye siasa, mara yuko kwenye mpira, mara yuko kwenye nini. Kwa hiyo pamoja na yote, sisi tunapaswa kuangalia moja tu, kumwombea na kumtendea mema. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuweza kumsaidia, basi tutumie hii advantage kama watumishi wa Mungu. Tusilipe ubaya, bali twende tufuate utaratibu, ili kusudi tuweze kuona namna ya kumsaidia, ili Mungu pala ameruhusu ajifunze, basi akachukue hatua ya kujifunza ya jinsi ya kukaa na Mungu, jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kumtumikia Mungu, si katika ubaya. Maana Mungu, unapotenda mabaya, yatakurejelea hapa duniani. Kwa hiyo tukiwa kama watumishi wa Mungu, tusilipe kisasi. Tuchukue nafasi. Kama tunayo nafasi ya kumwombea kwenye serikali, basi tumwombee. Kama tunayo nafasi ya kwenda mahakamani, kwenda kukata rufaa, basi namba zangu ziko hapo, tunaweza tukashirikiana tukamsaidia. Wakina Ado November nazungumza hili, kama kuna namna yoyote ya kuweza kuungana kwenda kumsaidia ndugu yetu huyu mchungaji Mashimo, basi tuungane. Waimbaji wa nyimbo za Injili,
lakini pia kama kuna wachungaji wenzangu, wainjilisti wenzangu ambao mnanisikia kuhusiana na habari ya mashimo kuwekwa ndani, basi kama kuna mtu ananisikia anatamani kumsaidia Mashimo, pamoja na kwamba watu wanahisi mimi ni mtu mbaya, bado nasema hivi, mimi sina hila na yeye, ninampenda Mashimo, ni mtu wa kuthubutu, na ndio maana nasema akithubutu atafika mbali. Mimi sina hila na mtu yeyote. Yaani ni watu tu wananiweka katika tafsiri, wasiojua. Ni watu ambao wasiojua maandiko. Mimi sina uadui na mtu yeyote. Yaani ukinifuatilia mimi vizuri, mimi sina uadui na mtu yeyote. Sio kwamba nashindwa kufanya uadui. Manake mimi najiamini kwenye mwili. Mimi niko vizuri kwenye mwili. Kupigana niko vizuri. Uadui kivyo vyote, kwa silaha yoyote ya kujitetea, kufanya uadui kwa njia yoyote ninazozijua, mimi na uwezo wa kufanya chochote kwa mtu yeyote, kwa namna yoyote, kwa sababu hakuna nisichokijua. Kwa namna tu ya kufanya harakati za kufanya huyu mtu nimkomoe, nifanye huyu mtu nimuumize, nina uwezo huo. Uwezo huo ninao wa kutosha. Kwa hiyo sio kwamba siwezi kuwa adui wa adui zangu kwa njia ya kimwili. Nina uwezo huo vizuri sana. Lakini siwezi, kwa sababu baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nilikula kiapo sitaweza kufanya hivi. Mimi nilikuwa mtukanaji. Siwezi kumaliza maneno mawili sijatukana matusi. Lakini kinywa changu nilichokiapia, hata unitukane vipi siwezi kukutukana. Matusi yenye kuchafua Roho Mtakatifu ndani yangu. Kwa hiyo mimi sina hila na mtu yoyote. Kwa hiyo hata hao wanaoishi na uadui nao, wakina Mamposa, wakina Jodevi, wananisakama bure tu. Wakina Zumaridi, kina nani sijui, wachungaji, waimbaji. Mimi sina adui na mtu yeyote duniani. Ila wao ndio wananiona mimi ni adui. Mimi najua ni adui wa wengi, ni adui wa kwao, lakini mimi wao sio adui wangu. Kwa hiyo wewe kama rafiki yangu mchungaji uliko hapo, tunaweza kuungana. Kama kuna michango inahitajika, tunaweza kuungana. Naongea na viongozi hapo wachungaji, niingize kwenye grupu lolote lile linalomhusu Mashimo, nitashiriki. Grupu lolote ambalo linahusu Mashimo, kwamba asaidiwe Mashimo, nipo tayari kuungana katika kuhakikisha Mashimo anatoka, asitumikie miaka miwili ile. Miaka miwili ni mingi sana. Vile vile ambavyo ilikuwa kwa rafiki yangu Mwakipesile. Rafiki yangu Mwakipesile alipowekwa ndani, kwa namna ya pekee tulikuwa tunamuombea. Mungu amemwepusha katika hayo majanga ya miaka miwili. Alikuwa amepigwa ndani, lakini Mungu amemuokoa. Leo yuko anamtumikia Mungu. Pamoja na kwamba mchungaji Mwakipesile aliwekwa ndani kwa sababu za msingi za kiroho za Kristo, haki ya Kristo. Kwa hiyo yeye alitumikia kuingia mle ndani kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu ya mambo mengine. Sasa basi, kwa nimeona mchungaji Mwakipesile pia na yeye ameguswa, na tayari amekwenda kuhakikisha kwamba anamuombea msamaha au njia yoyote kama anavyoiombea. Nimeona kwenye mtandao wake Mwakipesile na yeye anazungumzia hii hali. Kwa hiyo nikusii wewe mtu ambaye unayenitazama, tusimame kumsaidia ndugu yetu mchungaji Mashimo arudi kumtumikia Mungu, lakini akiwa amepata jambo hilo jema. Kwa hiyo tuwatendee watu mema, haijalishi ya kwamba wao wanatutendea nini. Kwa maana neno la Mungu nimekusomea vizuri. Katika mstari wa 10 nasema, tunapokuwa na nafasi ya kumtendea mema kila mtu, tufanye hivyo, lakini tuzingatie zaidi kuwatendea mema wale walio wa familia ya waamini. Ya kwamba sisi ambao tunamjua Kristo, tunapopata nafasi ya kuwatendea watu mema, basi tusisite, tuwatendee mema sana watu. Lakini Kristo anazungumza neno lake hili, ya kwamba zaidi sana
tujikite kuwatendea watu mema katika familia ya watu waliookoka, watu wanaomcha Bwana, watu wanaomkiri Kristo, waumini wenzio, familia ya waumini, familia ya watu ambao wameokoka. Tutende mema kwa wapagani, tutende mema kwa watu wasiomjua Bwana, tusichague, lakini zaidi tusisahau kukita mizizi kutenda mema kwa watu wanaomjua Mungu. Unaona neno la Bwana lilivyo? Kwa hiyo ndivyo inavyopaswa. Tunapaswa kujikita tusilipe visasi, tutende mema, tufanye mambo mazuri. Kuko hivi, tunapomalizia hapa, neno la Bwana linasema nasema hivi katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 44, nasema hivi: lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu wema, kuonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Narudia tena, lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa na wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Yaani ngoja nikwambie, duniani hapa lazima tutaudhiwa tu. Tutaudhiwa tu. Maana tumesimama katika upande wa Kristo. Tutaudhiwa tu. Lakini tumesimama kwenye upande wa Kristo. Kuudhiwa ni lazima. Biblia inasema tutachukiwa na watu wa kila namna kwa sababu ya jina lake. Sasa sisi hatupaswi kuwachukia wanaotuchukia. Hatupaswi kuwatendea mabaya wanaotutendea mabaya. Tunapaswa kulipa ubaya kwa wema. Tuwaombee, tuwatendee watu mema. Wale ambao wanatutendea mabaya, sisi tusifanye hivyo. Tuwatendee mema na tufurahie sisi. Neno la Mungu linatusi tusifurahie tu kutenda mema, tunalipo mema, lakini anasema tufurahi pia katika kutenda mema tukalipa mabaya. Anasema tufurahi pia katika kutenda mema tulipe mabaya. Sasa huo ndio Ukristo, kwamba tupokee mambo yote, kwamba umemtendea mtu wema akulipe mabaya. Utakiwi kuwakasirikia wanaokulipa mabaya. Kristo anazungumza hata hilo tulifurahie, maana hilo ndio litatutengenezea thawabu mbinguni. Na kuwapenda watu ambao hawatupendi, maana ndio uwezo wa Kristo ulivyo. Usichoke kumtendea mtu wema eti kwa sababu huyu sasa nimemfanyia sana, huyu nimeshachoka. Kristo hachoki. Upendo uvumilia. Endelea kuwatendea watu. Tendee mema mkeo, tendee mema mumeo, tendee mema, mvumilie. Upendo unahusisha na kutenda mema. Usipokuwa na upendo, huwezi ukawatendea watu mema. Utalipa visasi, utalipa tu mabaya. Chukulia nafasi kusema Mungu akubariki sana. Chukua nafasi kusema Mungu akupe neema ya kuwatendea watu mema, kwa sababu unapofanya hivyo unajiwekea adhina mbele za Mungu. Haupotezi chochote. Tenda mema. Katika kutenda mema mimi nimeona faida kubwa sana. Nimemwona Mungu na baraka zake kwenye maisha yangu. Hapa nilipo ninamshukuru Mungu sana. Tendea watu mema. Watendee watu mema. Katika maisha yangu ninamshuhudia Mungu. Mimi nimeumizwa na watu. Mimi nimetendewa mambo mabaya, lakini sijawahi kushindwa kuwatendea wale maadui walioniumiza. Wakaniumiza, wakaniacha njia panda. Sijawahi kuacha kuwatendea mema. Nimejifunza katika kumtendea adui yako wema, kuna baraka za Mungu unazitafuta kwako. Kwa kupitia hili jambo ambalo nimelileta kwako, hata la Mashimo na la watu wengine ambao wamegeuka, wamekuwa kinyume na maisha yako, basi chukua nafasi hii ya kuwatendea mema. Jitoe kwa ajili yao. Usitazame mitazamo kama wao, tazama mitazamo kama Kristo. Na usifanye kwa ajili ya kulipwa, fanya kwa ajili ya kulipwa na Kristo.
Nikutakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.